Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kichwa cha mahubiri ya asubuhi ya leo ni ukiwa na Yesu wewe ni mshindi. Ukiwa na Yesu wewe ni mshindi. Unaposoma neno la Mungu katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, neno la Bwana linasema kwamba wale waliopokea, bali wale waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ndio wale waliaminio jina lake. Soma mstari wa 12 unasema, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Na ukiwa na Yesu ndani yako wewe ni mshindi. Unapompokea Yesu Kristo, unampokeaje? Ukisoma Warumi 10 mstari wa 9 na 10, neno la Mungu linasema ya kwamba ukiamini kwa moyo ya kwamba Mungu alimfufua Kristo kutoka kwa wafu, unahesabiwa haki. Mstari wa 10 unasema ya kwamba ukikiri Yesu kwa kinywa chako, yaani unaamini ya kwamba Yesu alikuja, akazaliwa kama mwanadamu, akaishi maisha ya ushindi bila dhambi, akateswa msalabani, akasulubiwa, akafa, akazikwa, kule kuzimu akamshika shetani, akamshinda, akatoa funguo za mamlaka. Yesu akafufuka na akapaa mbinguni, na saa hii ako katika mkono wa Mungu Baba Mwenyezi, na atarudi kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Ukiamini hivyo, Biblia inasema unahesabiwa haki. Lakini kuna jambo watu wengi hawasemi, wanaoelekeza watu kwa wokovu. Ni lazima mtu amkaribishe Yesu kwa mdomo wake, kupitia kwa kinywa chake. Basi ukifanya hivyo, Yesu anaingia ndani yako. Naelewa anayekushawishi umpokee Yesu Kristo ni Roho Mtakatifu, kumaanisha hata Roho Mtakatifu sasa yuko ndani yako. Bwana asifiwe. So Yesu anapoingia ndani yako, elewa Yesu ni Mungu, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni mfalme wa wafalme. Vyote vilivyofanywa vilifanyika kupitia kwake yeye. Ukisoma Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza, utaona vitu vyote viliumbwa kupitia kwake. Kwa sababu Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, neno alikuwa kwa Mungu, huyo neno akafanyika mwanadamu, na unaona inaendelea. So huyo Yesu sasa anakaa ndani yako kama wewe umempokea Yesu Kristo. Na ndio Yohana ametuambia, nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu na mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu huu. Ni nani ambaye anakaa katika ulimwengu huu? Ni Shetani. Shetani ni nani? Shetani ni malaika aliyeumbwa na Mungu, lakini alipoasi kwa sababu ya kiburi akatupwa hapa duniani. Yeye sasa ndiye Ibilisi, na yeye ndiye mjaribu, na yeye ndiyo anatawala ulimwengu. Lakini hata hivyo, Yesu anasema tumewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu huu. Hapo katika Yohana 1 John chapter 2 verse 1 and 2,
nataka ni establish ya kwamba wewe ndani ya Kristo ni mshindi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nalenga kufanya asubuhi ya leo. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo, nawahakikishia kweli kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye Mwokozi kwa Baba, mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa mstari wa 2, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kupitia kwa Yesu Kristo unahesabiwa haki na umesamehewa dhambi na uko na asili ya Mungu ambayo inashinda ulimwengu. John chapter 16 verse 32 to 33. Yohana 16 mstari ni wa 32 na wa 33. Yohana 16 mstari wa 32 hadi wa 33. Neno la Mungu linasema hivi, tazama saa yaja na imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda. So huyu Yesu aliye ndani yako, aliye ndani yangu, anatutia moyo tuelewe ya kwamba hata ingawa duniani kuna dhiki, kuna matatizo, kuna changamoto, yeye aliushinda huo ulimwengu. Na sasa unapomkaribisha, anapoingia ndani yako awe Bwana na Mwokozi, sasa yeye aliyeushinda ulimwengu anajua jinsi ya kuushinda ulimwengu akiwa ndani yako. Na anasema, alikuwa anaongea na wanafunzi, anawaambia, nyinyi najua mtaniwacha, lakini hata mkaniwacha siko peke yangu, niko na Mungu. Kumaanisha unapompokea Yesu Kristo, Yesu huyu aliye na Mungu anaingia ndani yako. Bwana asifiwe. So as you are living here, as you are walking here, you have the all of Godhead in you. Bwana asifiwe. Na ni jambo la kushangaza na kusikitisha kuona watu waliookoka, wanaosema wameokoka, wanaishi maisha ya uoga, wanaishi maisha ya kutafuta miujiza, ila hali ya kwamba yule ambaye ni mtenda miujiza ako ndani yako. Bwana asifiwe. Alishinda na yeye ako ndani yako. Ukisoma Warumi, nataka kudhibitisha kwamba ukiwa na Yesu wewe ni mshindi. Warumi 8 mstari wa 31. Romans 8:31 to 39. Romans chapter 8 verse 31 to 39. Okay. Neno la Mungu linasema hivi. Hata wacha tuanzie mstari wa 29. Ukimpokea Yesu Kristo, wewe elewa, si kwa sababu ni mzuri kuliko wale Yesu ndani yao, lakini Mungu kwa upendo wake amekuchagua. So tuanze Romans 8:29 mpaka
Nitakwambia mahali nitakomea. Maana wale aliowachagua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kama ni nani aliye kinyume na sisi? 32. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumu adhabu? Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki, ni shida, ni hadha, au njaa, au uchi, au hatari, au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. So ndani ya Yesu wewe ni mshindi. Elewa, yeye anakuhesabia haki. Haupaswi kuishi maisha ya kujisikitikia, ya kuwa hauna ujasiri, kwa maana ndani yake unaishi, ndani yake unakuwa na uzima, na yeye ndiye aliyekufa, akafa, akagharimikia deni. Inashangaza, mtu wa Mungu unaenda unaambiwa umerogwa. Ni sawa, urogi yuko, hatukatai, na sasa unahangaika unatafuta mtu wa kukuombea. Neno la Mungu linasema tunaye mwombezi, yeye Yesu anatuombea. Furthermore, Mungu amekupatia ya kwa ujasiri ya kwenda mbele zake kwa kiti chake cha enzi na kumwomba ukitumia jina la Yesu Kristo. Na Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14 na 15 inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kwamba tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Na kama tunajua anatusikia, zile haja zote tulizomwomba tuamini ya kwamba tuko nazo. Watu wa Mungu, imefika wakati nitukue, na kukua kwetu kutokana na kujielewa sisi ni nani, na ndani ya Yesu tuko na nini, na Yesu akiwa ndani yetu amefanya yapi? Elewa, aligharimika kwa ajili ya magonjwa yako. Yesu aliteseka ili wewe ukaweze kupata amani. Bwana asifiwe. Kama kweli Yesu alikufa kwa ajili yako, akamwaga damu yake, itakuwa ni jambo la kusikitisha wewe unaenda ukitafuta nyota. Tuseme tu sasa, kama inapotea ni sawa. Sasa unaitafuta wapi? Elewa, huyo Mungu ako ndani yako, Yesu yuko ndani yako. Ukisoma Waebrania sura ya 1 mstari wa 7 inasema Mungu anafanya malaika zake kuwa upepo, anafanya malaika zake kuwa miali ya moto. Ukisoma mstari wa 14 hapo Waebrania sura ya 1 mstari wa 14, neno la Mungu linasema ya kwamba hao malaika ni watumishi kwa ajili yetu sisi. God has given angels that are ministers for you, wakutumikie wewe, kumaanisha Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walio ndani yako, ambao ni Mungu mmoja, wako na protocol yao ndani yako. You are loaded in one package. You are actually working with a package of God the Father, Son and the Holy Spirit, and angels are ministering to you.
Bwana asifiwe. Sasa itakuwa ni ujinga ukianza kuelezewa vile mtu ambaye yuko hapo chini ya kweli, na ni kweli na kuna mtu ndio anakuroga, alafu ni sawa, anaweza kuwa ni anakuroga, lakini sasa Yesu huyu hapo na mamlaka na anakaa ndani yako, and on top of that amekupatia hata mamlaka wewe. You can live with those issues even in prayer. Bwana asifiwe. Kama hataki mwambie mwingine, you are supposed to live better. Unamwambia kama nani? Wafalme wa pili sura ya 6 mstari kuanzia wa 8 hadi wa 23. Bado nataka kuestablish ya kwamba ukiwa na Yesu ndani yako wewe ni mshindi. Basi mfalme wa Washami alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake akisema, kituo changu kitakuwa mahali fulani fulani. Sasa tena ukajisomea. Let me just refresh the story because of time. Tunataka kutaka kuishi. Tena ukajisomea 2 Kings chapter 6 verse 8. Ikawa kuna wakati Washami walikuwa wanafanya vita na Waisraeli, na mara waliwavamia mara, lakini wakipanga kwenda kuvamia, mtumishi wa Mungu Elisha anaonyeshwa vile wamepanga, alafu anaenda anamwambia mfalme, si kwa sababu kuna CCTV camera, si kwa sababu kuna CID, si kwa sababu hizo system ziko, lakini anaonyeshwa yale ambayo mfalme anaongea, wanapanga na kabineti yake wakiwa kwa siri. Anaenda anamwarifu mfalme wa Israeli, na Biblia inasema si mara moja wala si mara mbili, kumaanisha aliokoa nchi yake mara kadhaa. So mfalme akashangaa, mbona tukipanga kuvamia, uvamizi wetu unaharibika kwa sababu Israeli kuna mtu akona information kuhusu yake tunayapata. Akaambiwa kuna mtumishi anaibadilisha na anakaa dongani. Sasa mfalme akasema, sio kanika mtu kamoja, wewe ndio unashika. Tena hapo kama askari wa kawaida alituma sasa jeshi kwa mtu mmoja. So alipotuma jeshi, wakaja wakazingira hiyo eneo lote, mafarasi na magari na askari. So Biblia haisemi na pia yakatazo kufikiria. So mimi walinaona kama mfanyikazi wa Elisha Gehazi kutoka kwenda kwa Job. Ni mawazo tu ya. Akaenda kwa wamezingirwa na askari. Akarudi. Akamwambia, bwana wangu tunakufa. Elisha akamwambia Mungu, mfungue huyu Gehazi macho yake aone wale walio upande wetu. Akafunguka macho, kumbe kuna malaika wao sasa upande wao wakiangalia nje, wakiangalia outwards kama adui. Ende wao na silaha zao ni za moto, wacha hizi zao kawaida. Hapo aliko wakati ashajua mfanyakazi wake alifunguka macho, akamwambia Mungu, yaani mambo mafupi. Saa zingine we spend so much time in prayer which is very good, lakini kwa sababu mara nyingi tunaomba bila maneno tunakosa kupata kile ambacho anasema. Anakuambia Mungu, wapige hawa maadui na ukoko, askari wote vipo. Akaenda kwao sasa, kwa sababu hawamuoni, akamwambia nilikuwa naomba wajomba, nilikuwa natafuta nani? Wakamwambia nilikuwa tunatafuta Elisha, na yeye anaongea nao. Basi akamwambia naomba mnifuate, nikawaonyeshe mahali huyo Elisha anakaa. Haya, maaskari wanafuata, wakapelekwa ndani ya ikulu. Mfalme akasema, haya
sasa ni waowe. Akaambiwa na Elisha, hata una haja kujisumbua, watu tayari ni mateka, wachana nao. Kile tutakachofanya tutawapatia chakula, alafu warudi kwao. Walipopewa chakula na wakarudi kwao wakiwa salama, Biblia inasema vita vilikoma kabisa. Hata maisha yake yote ya Elisha hakukuwahi kuwa na vita. Kumaanisha wewe ukiwa serious, kuna vitu zinatatiza familia yako, waweza kuzikomesha wewe, si kwa maombezi, si kwa yule nabii. Hai, Bwana sifiwe. Kazi ya nabii, kazi ya pasta, kazi ya apostle ni kukufundisha vile ambavyo wasipaswa kupigana na hiyo. Lakini from within you are able to fight. So, kile ambacho watu wa Mungu hawana, macho ya wengi wetu yamefungika. You only need to have your eyes enlightened. Unapopata neno la Mungu, mwandishi wa Zaburi anasema neno lako ni taa. Unapopata neno la Mungu na kupata ufahamu, then your eyes are open. Haya macho yanaona kidogo sana, lakini macho ya mtu wa ndani yanaona mbali sana. So Elisha akasaidia mfalme wa Samaria na Israeli yote kwa jumla kuweza kuishi bila matatizo, kwa sababu alijielewa na akaelewa yule Mungu anayemtumikia. Kumbuka Yohana 12, John chapter 12, verse 31 to 32. Nataka hii mstari mbili. Yohana 12, nataka haya mambo tuyazingatie pamoja. Yohana 12 mstari wa 32 hadi 33. Nami nikiinuliwa juu ya nchi. Hiyo wacha tu nitapeleka kwa topic nyingine. So kumbuka, lakini hiyo inaonyesha vile Yesu alikufa na kazi aliyofanya. Wacha hiyo tusisome. So Mungu yuko na uwezo. Kumbuka Yesu ni mfalme wa wafalme, Bwana wa Bwana, na akiwa ndani yako ako na Mungu. Na kama vile nimekuambia, soma Waebrania sura ya kwanza mstari wa 7 na 14, utaona kuna malaika ambao wanakutumikia. Haupaswi kuogopa. Bwana asifiwe. Haupaswi kuogopa. Kama mtoto wa Mungu, Yesu amekupatia mamlaka. Mark chapter 16 verse 17 to 18. Neno la Mungu linasema ishara hizi zitaandamana na watakaoamini. Si apostle, si prophet. Wewe unayemwamini Kristo, ishara, miujiza na maajabu zapaswa zifanyike kupitia kwako. You don't follow signs. You don't follow miracles. Miracles are supposed to follow you wherever you are. In fact, yani unakuta miracles kwako, they are destination. Tumefungua kwa Mark 16. Ndio tumalize vizuri. Mark 16, 17 to 18. Mark chapter 16, verse 17 to 18. Neno la Mungu linasema hivi: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Wewe muumini wapaswa utoe pepo. Wewe muumini wa kawaida wapaswa utoe pepo. Wewe muumini wapaswa utoe pepo. Narejelea kwa ushindi. Watasema kwa lugha mpya. Huyo ni muumini wa kawaida. Watashika joka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao
nao juu ya wagonjwa nao watapata. Huyu ni muumini wa kawaida. But the big issue is for you to grow in faith. To grow in the knowledge of the truth. And know who you are. James chapter 4, verse 7. Lakini tunataka niseme pale ambayo itatusaidia. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atakimbia. Naomba nikuulize, wewe ni mtoto wa Mungu, alafu yule shetani ambaye anahangaisha watu ulimwengu mzima, wewe umeambiwa kumpinga, naye atakimbia. Ama labda Biblia yako inasemaje? Ni wewe uliokoka, wewe uliye na Yesu ndani yako, ndio umpinge wewe huyo shetani, alafu atakimbia. Alafu mara nyingi unasikia watu wanaosema wameokoka. Natumia statement wanaosema, kwa sababu kama kweli umeokoka, uko na Yesu ndani yako na uko na mamlaka juu ya pepo wabaya. Maandiko yanasema umkemee shetani naye atakimbia. Kama shetani mwenyewe anaweza kukimbia ukimkemea, hawa wale wachawi ambao anawatumia yeye watafanyaje? Hawatakimbia kweli. So kile kitu kinachotusumbua watu wa Mungu na matamanio yangu tukaweze kukipata ni ufahamu wa Mungu. Biblia inasema kwamba ukiujua ukweli, ukweli utakuweka huru. Soma Yohana 8:32. Biblia inasema kwamba you shall know the truth and the truth will set you free. Desire to know who you are. Desire to know the power of God in you. Furthermore, Yesu alipokufa pale msalabani, Mungu alimpatia jina. We have a name. You and I have a name. Kama kuna Yesu ndani yako, uko na jina. Na ile jina linapita majina yote. Hata ukikemea pepo, haukemei, haumwambii tu atoke, unamwambia kwa jina la Yesu. So whatever happens, you are not responsible. You are covered. Mimi kama naongea na ukiwekelea mtu mikono, unamwambia na kuonyesha kwa jina la Yesu. Nani atakuonyesha? Yesu. Who is behind you is Jesus. Who is in you is Jesus. Wacha nimalizie na huo mstari. Philippians chapter 2 verse 9 and 10. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. So masaa ningependa kukutia kwa Yesu yuko ndani yako. Yesu huyu aliye ndani yako ni mkuu kuliko shetani ambaye anaangaisha ulimwengu. Ukiwa na huo ufahamu, wachukua mamlaka yale ambayo Yesu amekupatia, na kwa hayo mamlaka utaonyesha watu kwa jina la Yesu Kristo, na kwa hayo mamlaka utakemea pepo na watatoka. Kwa hayo mamlaka you will live victorious.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiogope. Mwambie mtu usiogope. Mwambie usiogope. Wewe ni mtoto wa Mungu Bwana. Wewe ni mtoto wa Mungu. So mara nyingi tunatishiwa na mambo tunayoyaona, tunayoyasikia, lakini ukweli ni kwamba asili ya Mungu imetukirimia vitu vyote. You have power and authority. Take authority, be in charge, be responsible for the things that are not right in your life and in the lives of members of your family. Kwa hiyo Bwana atusaidie tuelewe ya kwamba Yesu ndani yetu aliyetumaini la utukufu alishinda, na sisi ni washindi, tena zaidi ya kushinda ndani yake yeye aliyetushindanisha.